Haleluya. Mpendo na kusalimia katika jina la Yesu Kristo. Katika siku ya mwisho ya mwezi wa 5, Mungu wetu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutuwezesha kutamatisha mwezi ambao ni wa 5. Na kesho ni tarehe 1 mwezi wa 6. Ambao ni siku ambao tunakumbukanga pia mambo ya madaraka ndi. Na shukuru Mungu kwa sababu itakuwa ni mwezi ya baraka katika jina la Yesu. Naamini kama Mungu atatubariki zaidi na atatuinua katika huo mwezi utakuwa ni wa baraka. Kwa nakutakia mwezi wa 6 ya baraka. Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akupiganie vita zote, Mungu akupatie amani na kusaidia kukubali Yesu Kristo akuwe Bwana mwokozi wa maisha yako. Na kama ushakubali, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. God bless you katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asante Yesu, tunakushukuru katika usubuhi ya leo. Mtumishi wako napoenda kuhubiri neno lako Bwana, nabarikisha msikilizaji wangu anayesikisa mahali hapa, akiwa mahali kokote duniani Bwana, ukapata kumsaidia akaendelee kupata ushindi kwa kila maeneo ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. My name is Evangelist Joseph Mwitani, nimeokoka. Nampenda Yesu Kristo aliyeniokoa. Yesu Kristo aliyeniponya. Yesu aliyenipatia nguvu ya kukaa kwake. Huyo Yesu Kristo anaweza. Ukimwamini, kama hujamwamini hautaibika. Biblia inasema yeyote anayemwamini hataibika. Yeyote anayemwamini hatawaitiwa katika kuaibika. Kwa hivyo naamini ya kwamba Mungu atatusaidia mimi na wewe tukae kwa huyo Yesu Kristo, ni kwa sababu yeye peke yake ndiye anaweza. Tulijaribu mambo mengi sana kwa maisha yetu yakafeli. Na hata labda unajaribu mambo mengi kidhani atakusaidia lakini yatafeli. Lakini ukimwamini Yesu Kristo hautafeli. Yesu Kristo anaweza. Yeye ndiye ambaye Mungu alimtuma akapate kutusaidia. Hakuna mwanadamu angeokoka bila Yesu. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 3:23 ya kwamba watu wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kupitia neema ya Mungu iko ndani ya Kristo. Kwa hivyo hapo ndio tuna matumaini ya maisha yetu. So kama umefika mwisho kabisa, usikate tamaa. Jaribu Yesu. Jaribu Yesu Kristo. Jaribu tu kabla ukate tamaa kabisa, kabla ungive up. Kabla unjisalimisha kwa ile unataka kujisalimisha kwayo, jaribu Yesu na utaona ya kwamba atakusaidia. Na maana yeye ana huruma, hata kukataa, hata kukubali katika jina la Yesu Kristo. Na katika siku leo Mungu amenipatia neno ambalo imelita ya kwamba why we must repent. Kwa nini lazima tutubu? Kwa nini lazima tutubu? Ama umuhimu ya kutubu. Katika kitabu kile cha Mhubiri sura ya 7, kitabu cha Warumi sa Mhubiri, Ecclesiastes chapter 8 verse 11 nasema hivi: kwa sababu hukumu juu ya tendo mbaya haitekelezi upesi. Kwa sababu hukumu juu ya tendo mbaya haitekelezi haraka. Yani Mungu tukitenda dhambi atuhukumu haraka haraka. Mungu ni mvumilivu sana. Anatupea muda aone kama tutapandilishika, tutaamua kumwambia naomba msamaha. Yani Mungu anachukua nafasi ya kutungoja. So hivi ndio Biblia inasema. Inasema kwa maana hukumu juu ya tendo mbaya haitekelezwi kwa haraka. Ndio maybe unaangalia mahali unaona kuna mtu anatenda dhambi sana na maisha yake yanaendelea kuwa mzuri kuliko yako unavyo unaishi maisha matakatifu. Na sasa zingine inakuchanganya. Unashindwa kwani Mungu anafanyanga mambo kwa staili gani? Lakini kwa sababu hukumu juu ya tendo mbaya Mungu atekelezi haraka. Anangojanga ni tubu. Kumbuka vizuri sana, maybe wewe umeokoka. Kabla uokoke, kuna watu wangetabiri kuanguka kwako waseme wewe ni matiri ya jehanamu. Lakini kwa sababu Mungu alivumilia hakukuua ama hakukuhukumu haraka, ndio sababu ulipata nafasi ya kupata kutubu dhambi zako na sasa umeokoka. Na wewe labda ni mhubiri kama mimi, na wewe labda wewe ni mtu ambaye unasemekana ni mtakatifu sana. Lakini ukirudi nyuma kabla uokoke, kama ukusaliwa kanisani, utakuta kwamba hata kuna wakati ulikuwa mtu mbaya sana, lakini Mungu alivumilia. Ndio sababu mhubiri anasema ni kwa sababu hukumu
juu ya tendo mbaya aitekelezwe haraka. Na mimi wewe umetenda makosa sana, na uone kama kuna makosa, yani unaona tu na maisha yanaendelea vizuri, kila kitu kinakubali, hata unaona kama wale wameokoka kama ni wajinga, ama unaona wale watu wamemwamini Yesu ni kama ni wapumbavu, maana wao maisha yanakuwa mimi ni nduni na yako inakuwa mzuri na vile unakuwa mtu mbaya sana. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu ni kuvumilia na kuvumilia, maana hapendi mtu yeyote apotee. Imeandikwa hivyo mahali nyingine kwa kile kitabu ya kitabu kile sa second Peter chapter 3 kisoma verse 9 inasema kwamba Mungu akawii kutekeleza ahadi zake, maana hapendi mtu yote apotee. Yani anapenda sana kila binadamu aingie mbinguni. Si mapenzi ya Mungu mtu yote aende jehanamu. Ni mapenzi ya Mungu kila mtu apate kuokoka. Lakini unakuta kwamba Mungu akivumilia naona hauna moyo ya kutubu, ndiye anatekelezanga ile adhabu, ndiye anatekelezanga ile hukumu, maana ameona moyo wako hauna malengo ya kumwambia Mungu hata nisaidie ama Mungu nihurumie. Nilikuwa naambia mtu mwingine kabla niokoke, nilikuwa naambia Mungu kila siku, hata kama sijaokoka, namwambia Mungu hakikisha sijakufa nikiwa mwenye dhambi. Nilikuwa naomba Mungu hivyo, namwambia hakikisha sijakufa nikiwa mwenye dhambi, nisaidie siku moja niokoke nikute nimebadilika kabisa. Nilikuwa naomba hivyo. Nilikuwa najua kwamba niko njia mbaya, lakini nilikuwa najua kwamba Mungu yeye ana uwezo kunisaidia. So hata wewe unasashukuru watu kama mimi, mwambie Mungu kila siku, mwambie Mungu hakikisha sijakufa nikiwa mwenye dhambi. Naambia Mungu nisaidie. Nisaidie niachane na hii pombe. Nisaidie niachane na sigara. Nisaidie niachane na usharati. Nisaidie niachane na wizi. Nisaidie niachane na ukahaba. Kuwa kahaba hiyo si jambo la kutisha sana. Kuna wengine walikuwa makahaba wabaya sana, kama Rahabu wa Biblia. Rahabu alikuwa kahaba kule Yeriko. Alikuwa kahaba masuri. Kuna yule mwanamke Msamaria alikuwa na wanaume 5. Lakini alikuja akakuwa mtu mzuri sana. Kumaanisha hali yako ya sasa, my sister, my brother, inaweza badilika. Ni kwa sababu Mungu anakuvumilia. Mungu ananivumilia. Mungu anatuvumilia, hataki tupotee. Ambia kama wewe ni mchawi, ambia Mungu nisaidie niachane na uchawi. Kama umeingia Freemason, kama umeingia Illuminati, hata kama shetani hatapenda kusikia ukiambia Mungu, mwambie Mungu kimoyo moyo. Umwambie Mungu, najua shetani amenifunga kupita kiasi, na nikisema nitaokoka ataniua. Unaambia Mungu ndani ya moyo mwako, Mungu nisaidie tu. Nisaidie Mungu nisife nikiwa mwenye dhambi. Na kuhakikishia Mungu anasikianga hata mawazo yetu. Anasoma mawazo. Mafikira yako anayasoma. Atakusaidia, atakubali uende jehanamu. Kwa hivyo katika siku ya leo, hilo ndilo neno ambalo Mungu amenipatia. Tunapovuka na kwenda mwezi ya 6, enda mbele ya Mungu, mwambie akusaidie. Biblia inasema kwa maana adhabu juu ya tendo mbaya Mungu atekelezi haraka, lakini mioyo ya wanadamu udhibitisho kutenda mabaya. Mioyo ya wanadamu udhibitisho kufanya mabaya. Ukitenda dhambi moja, inakuitisha mawe ingine ya pili ya kutenda dhambi ingine. Dhambi inapenda kujiongeza. Kama umendanganya ule uongo, utahitaji mpaka ya uongo mwingine ndio ukapata kudhibitika kwa uongo. So unapoendelea kutenda dhambi, dhambi inazidi kupenda kuongezewa. Na ndio siku ya leo Mungu ametupatia neno ya kwamba tendo adhabu juu ya dhambi Mungu harakishe kuhukumu. Yeye huvumilia, maana hapendi mtu yote apotee. Mungu hapendi upotee, my sister. Mungu hapendi upotee, my brother, my sister. Mungu anataka uokoke. Mungu anataka akuponye. Mungu anataka kufungue. Mungu anataka kuweke huru. Mungu atabadilisha maisha yako.
wa amani kwa maisha yako, bora tu mwambie kusamehe. Mwambie Mungu, nimetenda dhambi sana, nisamehe. Ambia Mungu, nimetenda uovu, ninatubu. Usifishe dhambi. Dhambi ni shetani. Dhambi ni shetani. Dhambi ni shetani. Dhambi ni uasi. Ukitenda dhambi unaasi Mungu. Na jina lingine la shetani anaitwa asi. A-S-I. Hilo ni jina lingine la shetani. A-S-I. Asi. Na dhambi ni uasi. Lakini Biblia inasema tukitubu dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe dhambi zetu na kutuosha na udhalimu wetu wote. Mungu ako tayari kutusamehe mimi na wewe. Tusifishe dhambi. Hata kama mambo inaenda mzuri, mambo inako sawa kabisa, unatenda dhambi na mambo inaendelea kuwa mzuri, pako unaonekana kwamba sasa kutenda dhambi ndio mzuri. Hiyo imaanisha kwamba ati Mungu hataleta judgment. Ataleta, lakini ni mvumilivu, maana makusudi yake apendi binadamu yote apotee, anataka ukapate kuokolewa. So mhubiri alikuwa na hubiri, mimi alikuwa na hubiria watu ambao walikuwa wanashindwa. Mbona wenye dhambi wanashindi kuwa maisha yao inakuwa mzuri, maisha yao inanawiri kuliko wenye haki na watakatifu? Lakini akawaambia kwamba ni vile Mungu atekeleze hukumu kwa haraka juu ya tendo ambalo ni mbaya, lakini the end of the day Mungu ataleta hukumu juu ya kila aina ya makosa ya mwanadamu. Ndio maana ni lazima mimi na wewe tutubu, ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu, atatusamehe dhambi zetu. Katika hiyo kitabu ya Mhubiri sura ya 11 mstari ya 9 inasema hivi: wewe kijana, ufurahie ujana wako na moyo wako ushangamshe siku za ujana wako, ukasiende njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Mungu atakuleta hukumuni. Kwa hiyo ondoa majonzi moyoni mwako, nawe uondoe ubaya mwilini mwako, kwa maana ujana ni ubatili na utu uzima pia. So ndawa tu hapa, my brother, my sister, ni kutubu, tuambie Mungu atusamee. Tusikatae na dhambi, tuone kana kwamba dhambi ni mzuri, dhambi ni mbaya, tuambie Mungu atusamee. Ni kweli nyakati ngumu kama wengine wanavyosema, lakini si kwa kila mtu, ni kwa baadhi ya watu. Lakini maanisha kama Mungu akupende, Mungu anakupenda. Ambia Mungu, nisaidie. Usipende kuwa katika kambi ya waofu na uovu. Mpende Mungu, naye Mungu atakupenda, na Mungu akubariki sana. Acha nikuombe. Kama wewe uko pale hujaokoka, ama umetenda dhambi na dhambi imekufunga, ama ulikuwa unaendelea kwa Yesu lakini umetoka, ndio nyuma yangu sema, Bwana Yesu, kutoka siku ya leo na kukubali kuwa Bwana mwokozi maisha yangu. Nisamehe dhambi zangu zote, nakataa kufisha dhambi. Yesu nisamehe, takasa mawazo yangu, takasa na mwili wangu. Nisaidie Bwana kuacha dhambi. Nisaidie kuachana na uovu, ikakae kwako. Katika jina la Yesu Kristo, ondoa jina lako kitabu ya mauti, ndiko kitabu ya uzima. Kuanzia leo mimi ni wako Yesu, mimi si wa shetani. In Jesus name. Amen, 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 amen. Baba, naomba mpendo ambaye amekilia maneno, mbariki, mulinde, tenganisha na dhambi, tenganisha na giza Bwana. Msaidie Bwana kuepuka uovu, akafuate nuru na kweli na haki, kwa utukufu wa jina lako. Namwombea Bwana, katafuta mahali taenda kanisani, aende abatiswe, mahali ambapo kuna tangazo habari ya kuokoka na Roho Mtakatifu anajaza watu, katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. God bless you. Tangazo umebarikiwa, kwa maana imeandikwa kwamba yule atakaye jina la Bwana ataokoka, na tangazo umeokoka. In Jesus name. Amen. God bless you. In Jesus name. Amen. Amen. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi namtangaza. Ametenda mema maishani mwangu, ndio maana mimi nampa sifa.